Kimependekeza kuidhinishwa kwa seneta wa Siaya na kaka mkubwa wa Raila Odinga, Daktari Oburu Odinga kuwa kinara wa chama cha ODM, huku pia mabadiliko yakitarajiwa katika baraza la magavana hivi karibuni kufuatia kile kinachotajwa kuwa mazungumzo yanayoendelea ya kuongezea baadhi ya wandani wa ODM katika serikali jumuishi. Kadhalika, wanachama wa ODM wanasisitiza kuwa wataendelea kuwa sehemu ya serikali hiyo ya muungano ili kuendelea kupokea maendeleo na pia kuimarisha serikali. Japokuwa baadhi ya wandani wa serikali wanasema kuwa umuhimu wa serikali pana ni kuhakikisha kuwa Wakenya wote wapo serikalini wala si kuwaondoa wengine serikalini. Siku chache baada ya kiongozi wa ODM Raila Odinga kufariki dunia na kupumzishwa, chama cha Democratic Movement leo kimefanya mkutano wa wajumbe uliowaunganisha wajumbe kutoka maeneo mbalimbali nchini. Wito mkuu katika mkutano huu kutoka kwa wabunge ulipendekeza kuwa kakake mkubwa ambaye ni Oburu Odinga aidhinishwe kuwa kiongozi mkuu wa ODM, ingawa pia kuna mapendekezo ya wengine humu ndani ya chama cha ODM kuongoza chama hicho. Na ingawa chama hicho kimesema kuwa kimefanya mkutano wa wajumbe ili kutafuta mwelekeo wa chama, pia kunadaiwa kuwa na mazungumzo ya kupanua baraza la mawaziri katika serikali ya broad-based, huku baadhi ya majina kutoka kwa wandani na washiriki wa familia ya Raila Odinga kama wanawe Winnie Odinga na Raila Jr. wakipendekezwa kuongezwa kwenye orodha hiyo. Hata hivyo, hili linaweza kuamuliwa tu na Rais William Ruto, rais wa Kenya. Kadhalika pia chama cha KANU ambacho kinara wake Gideon Moi alipiga hatua ya kushirikiana na Rais William Ruto kinatarajiwa kunufaika na nafasi hizo za waziri, majina kama ya aliyekuwa seneta wa West Pokot Samuel Pogisio miongoni mwa wengine yakitajwa. Na japo kuna mapendekezo hayo, macho yote sasa ni kwa Rais William Ruto kuona jinsi atakavyopanga hesabu yake. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi.